Praise God wapendwa. Leo imekuwa Sunday na tumekuwa na Sunday mzuri, tulikuwa na ibada mzuri kule church. Tunashukuru Mungu ambaye ametulinda, ametupa afya siku ya leo. Wewe ambao umejaliwa kuona siku ya leo, tunafaa kushukuru Mungu kwa sababu kushukuru Mungu kwa kila kitu ambacho uko nacho ama kwa kila ambacho una, Mungu anatujazia yale mengine. So leo topic yetu leo church tulikuwa tunajifunza kuhusu trusting God in all situation. So we had a verse in Proverbs 3:5-6. Ilikuwa inasema ya kwamba trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Yani, you trust God with all your heart and lean not on your own understanding. Umwamini Mungu na moyo wako wote. Na usitegemee akili zako, tegemea Mungu. Na haya mengine yote, na usubmit njia zako kwa Mungu. Then, Mungu atatengeneza njia zetu zikuwa straight. So, trust, we are learning about trust. When you trust in God, Mungu hakika anajibu everything that you ask. Bora tu kuwe na imani kwa Mungu. Mungu hujibu maombi yetu. Tunaambiwa kwamba trust God with all your heart. God wants us to trust him completely. Sometimes life brings challenges, financial problems, sickness, or family struggles. But when we trust God fully, he guides our way. Haijalishi ni mangapi unayopitia. Financial problems, sickness, family struggles. Lakini wakati unapotumainia Mungu, haya yote hakika yatapita. Kwa sababu imani yako umeweka kwa Mungu. Imani yako haiko kwa akili zako, iko kwa Mungu. Wakati unamwaminia Mungu na umwachie Mungu maisha yako, kila kitu kitakuwa sawa. Biblia inatuambia kwamba tuamini tu Mungu na moyo wetu wote. We should not lean on our own understandings. Unajua akili za mwanadamu ziko na mambo mengi. Lakini tuweke mioyo zetu kwa Mungu, imani yetu kwa Mungu. So tumesoma about Psalms also 37:5 ambayo ilikuwa inatuambia commit your ways to the Lord. Trust in him and he will act. Commit your ways to the Lord. Trust in him and he will act. Yani mkabidhi Bwana njia zako. Mkabidhi Bwana njia zako na umwamini yeye, naye atatenda. Praise God. Wakati unamwaminia Bwana, unampa Mungu, unamwaminia Mungu njia zako na umwamini yeye, huwa anatenda. Hakuna jambo ambalo linaloweza kumshinda Mungu. Hakika Mungu ni mwaminifu katika maisha yetu. There is nothing impossible with God. When we trust in God, everything is possible. Kwa hivyo tumtumainie tu Mungu pekee. Then tulikuwa na namba 2 ambayo ilikuwa inasema kwamba do not depend on your own understanding. Hiyo ni kwa ile verse Proverbs 3:5-6. So do not depend on your own understanding. As human beings, we cannot see everything. Sisi kama kwa macho ya binadamu ama sisi kama binadamu na macho ya binadamu tunaona ya ulimwengu, tunaona ya leo. Tunajua yaliyofanyika jana. Tunajua yanayofanyika leo. Ya kesho hatujui. Praise God. So kwa macho ya binadamu hatuwezi tukaona kila kitu. God knows the future and the plans he has for you. Hiyo iko katika Jeremiah 29:11 ambayo inatuambia for I know the plans that I have for you declares the Lord. The plans declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Mungu anajua ile ambayo anayotupangia. Mipango ambayo yako nayo kwa maisha yetu ni ya kutujenga, sio ya kutuharibu. So when you trust in God, imagine you lose nothing. In fact, you gain.
By trusting God, you gain, you lose nothing. So tunafaa kumwamini Mungu, tumkabidhi Mungu njia zetu, ndipo na sisi tufanye nini? Tuweze kubarikiwa. Mungu atatubariki. Kwa imani yako tu unapomwaminia Mwenyezi Mungu, Mungu atakubariki. Atakukumbuka pamoja na familia yako. There is nothing you will lack when you trust in God. I know because I'm a living testimony. When you trust in God, I have seen God in my life. Nimeona Mungu katika maisha yangu. Kumwaminia Mungu hakuna kitu ambacho nimepoteza. In fact, nimegain a lot by trusting God. So, inua imani yako. Weka imani yako kwa Mungu. Umwamini Mungu. Na hayo yote mengine yote utazidishiwa. Our God is faithful. Mungu si mwanadamu ambaye anasema uongo. Mungu anakuambia kila ambacho atakitenda kwa maisha yako. So tunasonga katika kifungo cha 3 ambacho point ya 3 ambayo inatuambia kwamba acknowledge God in everything. When we pray, read Bible and obey God, we invite him to lead our lives. When we pray, read Bible and obey God, we invite him to lead us. Uombe, usome Biblia na umheshimu tu Mungu. Hayo tu peke yake. Tunamkaribisha kwa maisha yetu kutuongoza. Just imagine, vipofu wawili hawawezi ongozana. Hawawezi tembea kwa njia vipofu wawili wanaongozana wameshikana mikono. Hakika kama kuna shimo mbele watatumbukia wote. So sisi binadamu ni kama vipofu. Bila Mungu, bila uwepo wa Mungu katika maisha yetu, tutaanguka. Lakini tunapomwamini Mungu na tunasoma Biblia, tunamheshimu Mungu na tunaomba, Mungu yuko katika maisha yetu na atatuongoza na hatutaanguka. Hata unapoteleza wakati uko na Mungu, hakika huwezi anguka. Hii ilikuwa tunasoma katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 ambaye inatuambia, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Mtafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine yote tutazidishiwa. Kitafuta tu ufalme wa Mungu, haya mengine yote tutazidishiwa. In fact, you have to tell God thank you for what you have and what you don't have. Just tell God thank you. Ukishukuru tu Mungu, haya mengine yote utazidishiwa. Just trust in God. Seek God first. Seek the kingdom of God. Yeah? Seek first the kingdom of God and his righteousness, na utakatifu wake. Then all these things will be added to you. Haya mengine yote utaongezewa, utazidishiwa tu bila kuuliza. When we trust in God, he guides our path, he gives us peace and provides for us. Yani tunapomwaminia tu Mungu, anaongoza njia zetu, anatupa amani, na anakidhi haja zetu. Anatupa haja za moyo yetu tunapomtumainia tu. Kumtumainia tu Mungu. So let us trust him, obey his word and walk by faith. Thank you for listening to me, and let us have a short prayer. Just pray with me this short prayer. Lord, help us to trust you with all our hearts. Teach us not to depend on our own understanding, but to follow your ways. Guide our families and our church. And it is in Jesus' name we pray and believe. Thank you, and remember to trust in God.